Leo nataka kuongelea kuhusu swala la kuuliza. Jamani, tusiogope kuuliza. Ukiwa una shida ya kitu chochote, unahitaji kupata information yoyote, naomba tusiogope kuuliza. Mabadiliko yanatokea kila siku. Kila sehemu kuna mabadiliko kadhaa yanatokea mara kwa mara kwenye teknolojia, kwenye vitu ambavyo tunavifanya kila siku. Kwa hiyo jamani, tusiogope kuuliza. Mimi na rafiki yangu mmoja ilichukua muda sana kujua kutoa hela kwenye ATM. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anaogopa kuuliza. Alikuwa anaogopa ataonekana vipi, kwamba mpaka umri huo umefikia hajui kutumia ATM, hawezi kutoa hela kwenye ATM. Na nikifuatilia background yake, vitu vingi sana amekuwa akiogopa. Yaani yeye ni mtu ambaye kila kitu ana doubt yani. Akitaka kufanya kitu chochote ana doubt. Lazima kaulizie, yani lazima akombe nisaidie mwangu kaniulizie kitu fulani. Umeona? Yani anaogopa hiyo. Nimejaribu kufuatilia, nikagundua kwamba alikutana na alikuwa cancelled mara nyingi sana. Yani kwamba anaenda kuulizia kitu fulani, watu wanampa response ambayo sio nzuri. Hivyo inamfanya anakosa confidence kwenye kuulizia kitu kingine. Kwa hiyo akawa ni mtu tu mwenye mashaka, anaogopa yani. Hataki kujua vitu vingi vipya vinampita kwa sababu anaogopa kuuliza, anaogopa kuwa judged. Nimeongea hivyo, napenda kuhimiza watu ambao wanafanya kazi kwenye sehemu public, sehemu ambazo watu kila siku wanaenda kufanya huduma moja au nyingine, huduma tofauti. Jamani, naomba tusiwa clash watu ambao wanatuuliza maswali. Watu wengi wanakuja kupata hiyo huduma, wengine wana experience ya muda mrefu, wengine kila siku wanaipata hiyo huduma. Ila kuna watu ambao wanakuja kupata huduma mpya, wanahitaji kujua baadhi ya vitu. Sasa ukienda pale na wewe mtoa huduma ukiwa na mentality ya kwamba kila mtu anajua, kuna mtu anaweza kaja kukuuliza swali ukamjibu tofauti kwa sababu unaamini kila mtu anajua hicho kitu. Kwa mfano kwenye kutoa pesa kwenye ATM, mtu amekuja pale, jamani naomba unisaidie kitu fulani, nisaidie kutoa pesa. Mtu anaanza kumuuliza, mbona wewe mtu mzima kabisa, wewe si mtu mzima hujui kutoa hela mpaka sasa hivi kwenye ATM? Hapo tayari umeshamtengenezea ile ya kwamba tayari imeshadharaulika, tayari nimeshaonekana sijui kitu, tayari nimeshakuwa mshamba. Akitoka hapa akienda sehemu nyingine atashindwa kuomba msaada kwa sababu ya response anayoipata baada ya kuuliza maswali. Kwa hiyo watu wa huduma, naomba ni muwe kind. Kuna vitu vingine watu wengine havijui, hawajawahi kuvifanya, ndio mara ya kwanza. Mtu akikuuliza hata kama ni kitu cha kawaida tu, yani hata kama ni sehemu anajaza hapo limeandikwa andika jina hapa, akikuuliza hivi hapa ndio niandike jina, mwambie tu ndio. Hapo unapaswa uandike jina lako la kwanza, katikati na mwisho, na muelekeza. Tusipende kwa clutch. Kuna mtu mwingine anauliza kwa sababu apate tu uhakika, yani approve kutoka kwako, alikuwa na doubt fulani. Ukishamhakikishia anakuwa free to go. Kwa hiyo jamani, tufanye juu chini, watu wa huduma sehemu yote, tusipende kwa clash, tusipende kwa watu wanaouliza maswali, tusipende kuwafanyaje, tusipende kuwapuuzia, tusipende kuwapa maneno ambayo yatawafanya wajisikie vibaya. Tutoe service iweze kuwafikia watu, watoke wakiwa na moyo kunjufu kabisa, wakiwa wameridhika. Dakika 3 zangu zimeisha kwa siku ya leo. I'm out.